So submitting your spirit. Let's go there direct in the book of Exodus. But before we go there, let's say what it means to submit your spirit. God expects us to submit our spirits and not our bodies, you see. Many people submit their bodies. Kuna mtu unaweza ona amesubmit kwako sana, lakini anja submit spirit yake. The Bible speaks of submitting our spirits. Before even you submit, like when we get saved, we don't submit our bodies. We submit our spirits unto the Lordship of Christ. Ili Mungu aweze kutuongoza. So I want us to have this conversation, and I want us to, like, we are speaking to each other. Praise the Lord. Amen. So have you submitted your spirit or your body to the anointing? Unaweza submit your body in the sense of, thank you, but kule ndani kule ndani unajua mimi nimesimama vile nimesimama. Mtoto mmoja alienda kupigwa na mwalimu akamwambia, mimi unipige, umenilazimisha sana kupiga magoti. Wacha nipige kwa sababu umenilazimisha, lakini unajua kwa moyo nimesimama. Mimi nimesimama kwa moyo. Ni wewe tu unanilazimisha. Praise God. So labda ulikuja hapa ukasema mimi vile tunashindana tutafanya namna gani? Anyway, wacha tu nikae na Apostle Frank, lakini ni vile tu tunashindana nitafanya namna gani? Kuna mtu aliniambia hivyo. Somebody said ni kanisa ingine ya kwenda na kosanga. Mimi singekaa hapa. Na bado mko na yeye na anatoanga fungu na anatoa pesa na anatoa, lakini ni kanisa ingine inafanana na hii amekosa, amekuwa shaenda. Na kweli hayuko hapa alienda. And praise God. Because kama unatafuta kitu utapata tu. If you're looking for something you get it. So God expects us to submit our spirits. Submit our spirits to Him. Now, and He also now expects us to submit our spirits to the man of God. Lazima submit spirit yako to the man of God. And this is what we are going to see what it means. What does it mean to submit your spirit? It means to accept. To accept. Sasa, have you accepted? Umeaccept hii neema kweli? Umeiamini? Umeikubali? Have you accepted? Have you accepted the grace to operate in your life? Have you accepted it? Umeiaccept ndani yako? It means to receive. Have you received the man of God? Praise the Lord. Have you received the grace? Umeipokea, umempokea. Kupokea si ni I receive. Kureceive ni moyo, ni roho, ni spirit ikubaliane. Kwa sababu baraka haikuangi kwa mkono, baraka nyingi zinatoka kwa moyo. Kwa kiwa mkono si kusema umebarikiwa, no. Watu wengi walikuwa wamebarikiwa sana. Hata wale walikuwa wanaguza Yesu, sio kwa watu wamepona. Hata Peter alimuuliza, can you speak about the kuguzo? Anauliza, nani ameniguza? Unaweza uliza hivyo kwa watu kama hao kweli? These are multitudes of people na watu wanakuguza. What do you mean that nani ameniguza? Hatuwezi jua nani amekuguza. Praise God. Kwa hivyo kama ni kuguzwa, kila mtu alikuwa amepokea neema yote. Kila mtu kila mahali. Hata kanisa zetu zingekuwa kuna shida, na nikikuguza hivi naomba, nikikuguza hivi naanza maombi, yule baraka haikuangi kwa mkono. Ilihama ikakuja kwa moyo. Kwa hivyo lazima uniguze moyo. Mikono ingine inakaa kwa watu ni ya kujifanya. Sasa kama mtu alikuja hata akiwa amenipiga hata akiwa amenifanya namna gani, aniambie mimi nimerudi, dad nini nilikuwa nimekujia baraka, hatutarekea. Si tutarekea mikono tu. Sawa. Sio unafiki, lakini baraka ile iko kwa moyo, anafaa kujua ataitoaje hapo. Mikono is not in the hands. Hii mikono hii ni transfer tu. Ya kile kiko kwa moyo kipitie kwa mkono kipita kwa wako. Watu wengi wamejidanganya sana na kuwekewa mikono. Na mikono haina baraka, moyo ndio iko na baraka. That's the Bible. That is why the Bible says He searches the heart. Because in the heart, that is where the blessing is. That is where the gas is. Unaweza kuonekea mkono hivi na kutamka maneno ya baraka, lakini kwa moyo inakulaani. Somebody is cursing you. Religion does not it will pretend it is giving you a blessing, but it's not blessing you. It's not giving you a blessing. Maana baraka inatolewa kwa moyo. Na lazima ujue utatoaje baraka kwa moyo. Lazima ujue, how do I get that blessing? Hata wakati tunaenda kuoa mikono, we must win her heart. Men win the heart of ladies first. You must know how to win the heart, not the body, not the hands.
Mnaelewa kinasema? Praise God. Praise the Lord. Kwa hivyo baraka haikwangi hapa hata ukiwekewa hivi direct immediate. No. Kama hujaingia kwa moyo wa mtumishi wa Mungu, baraka itoke huko. It will take you a lot of time. Otherwise tukikuwa tumebariki kila mtu tunabariki kwa barabara, tunaingia kwa matatu, nabariki unaingia mikono na kwanza kusalimia mtu hivi unafaa kumpea baraka. Kwanza kusalimia mtu tu hivi. There's a transfer blessing. You should bless it. Lakini kwa nini hatuwabariki? Because makanga kwa moyo kweli. Conductor. Kiateka hilo nyumba yenu. Hapo kwa moyo wako. That's why you don't feel anything. Akija kwa moyo wako utasema na kiateka kai nimepika chakula na tumekula sisi huko hatujampea chakula. Akiingia kwa moyo. So it is good to ask yourself, is dad in my heart? Hebu jiulize by the way, dad anakuwa kwa moyo. Ama namkumbuka PDP. Na watu wasemi ameni leo, lakini najua tu mtasema. It is to accept, it is to receive, it is to embrace. Unamuembrace, si na mikono. Ndio ndio receiving the spirit, it's submitting to the spirit. Ni kumuembrace in your spirit. Moyo wangu umemkumbatia mtumishi wa Mungu, anihudumie, anibariki, anipee baraka. It is to yield. Yield is submitting. It's kuyield ni kusubmit your will, kusubmit yourself under. Ni kujiwachilia, kuyield ni kujiwachilia. Hapa watu hawajajiwachilia hapa. Nangeo wanatusikia hata kujiwachilia. Ndio unaona kuna vitu yani wewe umeamua na kuna vitu sisi tunakwambia. Sasa unaziwekanga zote kwa mizani. Mizani, my friend. Kama unawekanga mambo kwa mizani, upime yako na yangu ni gani kulingana na intellect. Wakati Peter alikutana na Yesu, that is why everything ceased. Actually he ceased. Those people were here yesterday. I was telling you that way, if you are alive, then Jesus is dead in your life. There has to be an exchange. Ni exchange utendeka. Wakati Yesu alikuwa kwa msalaba, alikufa na sisi tukaishi. Wakati siku ile alifufuka Yesu, immediately Yesu alifufuka that day, you are supposed to be dead. Yeah, amwezi ishi wote wawili. It's an exchange. Wakati ali breathe out akakufa na wewe uli breathe in ukaishi. Zidio, he gave up his ghost, akakufa. Ali give up na wewe ukaireceive. Ulipo-receive in your spirit, ukaishi. Kwa hizo siku tatu ndio tulifaa kuishi peke yake. Yesu alipofufuka, die. Paul say, I die daily. Do you die daily? Because Jesus is alive, you cannot also be alive. I no longer live, but Christ lives in me. Akiwa ndani yako sasa, if you are dead in your flesh, mtu ambaye amekufa hata akipigwa, mtu amepigwa hata akitukanwa, mtu amekufa hata akiambiwa ukae poa, mtu amekufa hata akiambiwa kwa ni nywele yako inakaa namna gani, hazikiangi. Lakini ukiona una feel hizo ma feelings na moods, ni mtu wako hai. Sasa imagine wewe uko hai na Yesu ako hai. Niambieni. Na yeye Yesu ali breathe out, wewe ukali breathe in. Kwa hivyo ali breathe out siku tatu. Aka give up his ghost, akawekwa kwa kaburi. Wewe hukuwekwa. Sasa wakati alifufuka bado na wewe unaendelea kuishi. Are you seeing some contradiction? You must be dead by now in the spirit. You must be dead in sin, dead in wickedness, dead in lying. Yani mimi hata siwezi tanganya, hata nikiona ni sitanganya. Mimi usitaunda mipango. Unajua mpaka vongo ya kusema mimi sitaenda kanisani leo, lakini sasa hapo tukianza nitamwambia aje. Unaanza kutunga. Hiyo vitu zote ni kuonyesha you are still alive. Ambia mwenzako are you alive? Are you still alive? Ni vizuri kumwangalia macho by the way. Ni vizuri kumwangalia macho. Usimwambie kama muangalie tu. Are you still alive? Are you alive? Imagine you are alive, Jesus is alive, all of you are alive. If Jesus is alive, then you should be dead. Hallelujah. Na ile siku nyingine atakuja. Acha tuziende huko. So it is to yield. Ni kujiwachilia. You release yourself. Yesu alikupenda ukiwa mwenye dhambi, hakutupenda tukiwa hakungojea tukakuwa wenye haki, ati we are now righteous, that's why Jesus is dying. No. He died for us while we were still sinners. That's when he was giving out his life. And he breathed out. Na alipokuwa naenda, he breathed onto them the Holy Spirit. Wakai receive. Because this life is about giving and receiving. Amen. Now I'm giving you the word of God. You are taking it and you should give it back. To me or to somebody else, what I'm giving.
If you do not, you'll be a Dead Sea. Dead Sea does not give, does not anything. Unaenda unalala pale unasoma gazeti kwa maji, don't care. Dead Sea. Inapokeanga maji lakini ubaya wake, why it is becoming dead is because inapokeanga lakini haiwatili. That's the problem of Dead Sea. It does not release water. It just receives. So if you receive only, you will be dead. Ni bahari imekufa kwa sababu inapokeanga lakini haipeani. Praise the Lord. So it means to yield. It means to yield to what? To a superior person or to a superior grace that you have noticed or detected. So you are accepting, receiving, embracing and yielding to a superior grace. Ukishasikia mtu akona neema nyingi kukuliko, the only thing is to submit under them. Ndio uipokee. Otherwise mtu ambaye haja submit hawezi pokea. It is good to notice that it is the grace and the anointing you spiritually and physically discern and submit under that benefits you and not the one you merely love. If you only love it, you cannot receive it. Kwenda hivi upita kwa hoteli uone hiyo hoteli nimeipenda. Wow. I like Serena Hotel, I like Intercontinental, I like Hilton. Ni kusema umekula ndani. Imekubenefit kwa sababu umeipenda, imekubenefit na anything. Praise the Lord. So it is the anointing and the grace which you spiritually discern and submit under that works over your life. Otherwise we love so much anointing, unapenda anointing ya so and so. Unapenda anointing ya so and so, unapenda anointing ya so and so. Kama hujasubmit chini yake, haiwezi kukusaidia. It cannot help you. You must submit your spirit under that grace. Na tukiendelea tunasema Judas worked under Jesus for 3 years but he never submitted his spirit. Judas was under, alikuwa na Jesus for 3 years. Actually 3.5. Lakini hakusubmit his spirit forever under Jesus. Alikuwa na Jesus akitafuta something. There is something Jesus was looking for. So my challenge to you all that are listening this message today physically and virtually is to ask you, are you submitted or have you submitted your spirit to the man of God that you call my pastor? So and so is my man of God. He is my pastor. Yes, I love him. I respect him. Wey, hata kutoa offering does not make you submit. Si ati sasa kwa sababu mtonga sasa umesubmit under. Sitaki kwenda so deep. If I go so deep mtajiona sana. But let me just leave it there. But have you submitted under this? Praise God. Ule msichana wako wa kazi anakusubmitia ama anakufanyia kazi? Anafanya kazi haraka usikute atafanya. Lakini si hata anakuheshimu, hata si hata anakupenda hivyo unafikiria. Anaweza kukuacha leo na andiko na neighbor. Sasa hivyo ndio tuko na watu kanisani. Anaweza kukuacha leo naenda kwa neighbor. Anaweza kukuacha hivyo naenda kwa kanisa lingine hapo. Maana hajawahi submit, lakini anakupenda. He loves the anointing, but he has not submitted that anointing. So he can't receive anything from the Lord. Amen. So that is just an introduction. Let's read Matthew. Tuko tutaenda Exodus, lakini wacha tusome Matthew 10:41. Tuone naye Yesu alisema namna gani kuhusu hiyo maneno nimesema. Matthew 10 tusome verse 41. I went to Matthew 10. Let's read verse 41. Nani amefika asome? Anyone who receives a prophet, yes, because he is a prophet. Ama nafikiri ungeanza hapo juu kidogo. Tusome 40. Kuanzia 40. He who receives you receives yes. me. Yes. And he who receives me receives the one who sent me. Jesus is speaking about receiving. He is not speaking about mambo mengine. Anaongea mambo ya connecting hapa. I connect, man of God. I connect. No, this is different. This is very different. Actually, kusoma verse 39 inasema he that findeth his life. Anaongea kuhusu losing his life, losing your life. Lose your life so that you may find it. And then if you find it now, you will lose it later. So Jesus is speaking about sacrifice here. Kujitoa. That is what he's speaking in verse 39. And verse 40 anasema he that receiveth me receives the one that sent me. He receives him also. Ukini-receive, una-receive. Kwa hivyo tunaposema mambo ya submitting your spirit ni ku-receive. Lazima umu-receive. Kama Jesus angekuja hapa, if Jesus was here, unge-receive aje.
That is exactly the same way Jesus expects you to receive the ones he has sent. If you don't receive the ones he has sent, in the same way you would receive Jesus, you have not received him. Bado hujasubmit chini yake. Lazima umreceive vile Yesu alikuja hapa. Kwa sababu anasema ukinireceive mimi, unareceive yule alinituma. Kwa hivyo wewe ukiwa hapa, wewe unaona hii message. If you receive the prophet, the man of God, you receive the one who sent him. Where is he receive God? No, you receive the man of God. By receiving him, you receive God that sent him. Wow, this is very deep. Praise God. Ndio sasa tunasema he that receiveth, number 41, he that receiveth a prophet. Praise the name of Jesus. In the name of the prophet shall receive a prophecy. All these about submitting your spirit that Jesus is speaking here. It is, anasema ukireceive nabii, kwa sababu yeye ni nabii, utapokea baraka ya nabii. Kwa nini asemi ukimpenda nabii? Whoever loves, when you shall love my prophet, you shall receive. Why is he not speaking about loving? Because hata mimi sasa wale watu napenda ni wengi sana. I love so many people. Yeah. I love so many preachers, so many anointings, but do I receive it? It is the person you receive in your spirit that you receive the grace of. You cannot receive the grace of everybody. Hallelujah. Kwa hivyo ukiona mtumishi akona something unique ambayo ungependa, receive him as a prophet. Receive him as a prophet and you will receive the prophetic reward in him. Praise the name of Jesus. He that receives a prophet in the name of a prophet shall receive the prophet's reward, and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous. So inaonekana lazima receive mtu in his rank. Are you getting this? Yes. If you receive me as a brother, you receive a brother's reward. If you receive me as an entrepreneur, tunafanyanga is a business associate. Receive the grace of a business associate. If you receive me as a prophet, you will receive the grace of a prophet. If you receive me as today we are receiving the man of God, Brother Frank, to come and preach, you will receive the grace of a brother, because it is discernment. You have to discern the grace of God in a man and receive him in that rank. Amen. Lazima umpokee in that rank. Rank ile Mungu amempatia. Hallelujah. Kwa hivyo kama uko na problem ya kumreceive kama apostle, you have a problem. You never get this grace. Mimi ni apostle, lakini mimi najua mimi sijui hata apostle. Apostle anapanga nani by the way? Anyway, mimi najua mimi pastor, mimi si mambisho, mimi sijui apostle mimi. If you don't receive him in his rank, you cannot receive the grace in his life. And whosoever shall give a drink, sasa inaanza kuongea mambo ya giving. Kwa sababu ukisha receive na upende na nini na receive this righteous man, this prophet, then you must give unto him. Ukimpatia kikombe ya maji, Yesu alisema, of these little ones, in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. And whosoever shall give a drink unto these little ones, a cup of cold water, hata usichemshe, mpe ikiwa baridi, only in the name of a disciple. Yani ukimpokea tu mpaka umpatie kitu, hata maji peke yake haitaenda bure. Hata maji peke yake. Wachana na ile sadaka tunatoanga. Because the devil lies to us, we have given ile sadaka ulitoa last time iliza. Nimetoa tithe yangu mwaka mzima, hakuna kitu naona. Yesu anasema hata maji